Sawa? Haya, jina? Joan Muse. Joan Muse, shule gani? Shule Mtakatifu Lawyer. Nieleze lawyer anaitwaje kwa Kiswahili? Umekosea. Lawyer anaitwaje kwa Kiswahili? Hapana, nimekataa. Nipe jina la wakili yeyote unayemjua. Wakili yeyote unayemjua Kenya. Kuna William Ruto, ni wakili wa kwanza, wa pili. Amekataa kwa kinywa kipana. Wakili mmoja, twende mmoja. Wakili. Lawyer yeyote unamjua? Nasikia Kome, Havi, Orengo. Anataka kuwa wakili Uanze kuwajua mawakili wengine na ujue wanafanya nini. Lawyer ni wakili, sawa? Haya, njoo jina. Ruth Oteba. Oteba huyu alikuwa na wakati wa kusoma habari, sio? Kidato cha 4. Ndoto yako? Kwa daktari. Ulinitajia daktari nikakupa jibu Nikasema anaitwaje? Mhazigi. Daktari kwa Kiingereza ni Doctor. Huyo mhazigi kwa Kiingereza ni ulitajiwa hapa. Wewe usiniangushe. Uliambiwa huyo daktari wa mifupa kwa Kiswahili mhazigi, kwa Kiingereza tulimtaja, sio? Basi inaonekana huyo daktari atakuwa anasahau sindano ndani ya tumbo. Ndani ya tumbo la mgonjwa, kama amesahau tayari. Tulisemaje anaitwa? Otho? Ulisikia jina kama hilo? Ulisikia? Nani alitaja? Madam Noe. Na wewe shida ilikuwa nini ukasahau? Haya, daktari wetu mpigie makofi jamani. Haya, John hapa kwa sababu ya muda, swali moja. Jina? Hamasi. Shule gani na grade ya ngapi? Grade 9. Ndoto yako ukubwani ni kuwa daktari. Madaktari mtakuwa wengi kuliko wagonjwa. Kila mmoja ni daktari. Mtaanza kupigania wagonjwa. Hamtakuwa amesema kutakuwa na wagonjwa. Sasa utafanyaje? Amesema kutakuwa na wagonjwa. Nasaidia watu. Watu gani na hakuna wagonjwa? Sasa utafanyaje? Utawalazimisha wao wagonjwa? Wewe ombi lako ni kwamba watu wao wagonjwa. Awe na afya njema. Na sasa utatoa watu wa kutibu. Ugonjwa yes course. Haya, umevaa hii uliovaa shingoni inaitwaje? Tai. Kuna tai vazi na tai. Kuna visokoro queen wamesema. Kuna yote ulimsikia akitaja ndege. Nani huyo? Tumgeuze kwamba mwiko. Haya, jina? Msiache. Shule gani? Nyerere. Grade ya 9. Wewe ndoto yako ni kuwa daktari. Madaktari mtakuwa wengi kuliko mtaanza kupigania wagonjwa. Hata unatembea tu mahali kuuliza kuna mgonjwa hapa. Haya, nieleze rais wa Uganda anaitwa nani? Rais wa Uganda anaitwa? Nieleze basi rais wa Kenya. William Samuel Ruto. Walibadilisha. Kuna rais mwingine? Raila. Raila ndiye rais wa Kenya. Tupe makofi. Wewe acha mchezo. Rais bado ni William Ruto. Anatamani sana Raila awe rais. Wa Uganda anaitwa Yoweri Museveni. Raila amepambana na bado tunamuombea. Jina? Safina Mwangi. Wewe nawe ni darasa ya shule ya Tatunga Junior. Grade ya 9. Grade ya 9. Wewe nawe ndoto yako ni kuwa polisi. Kwa nini? Nataka kuwasaidia watu na useme ukweli. Sema tu ukweli, kwa nini unataka kuwa polisi? Nataka kuwasaidia watu kwa wale watu wenye wahalifu wenye watakuwa nasumbua. Unataka kusaidia wahalifu wasumbue watu? Unataka kuzuia uhalifu? Okay, vizuri sana. Unajua atakuwa polisi Ndio. Kuna polisi anaitwa administration police. Kwa Kiswahili ni administration police. Polisi wa neno administration linamaanisha? Unajua usiponiambia nitasimama hapa na wewe tukipigwa na mvua. Polisi wa utawala, sawa? Huyu ni polisi, atakuwa anatusumbua barabarani huyu. Hatakuwa anachukua hongo. Utakuwa unachukua hongo? Kwa nini? Na hongo ni nzuri. Hongo si nzuri. Unajuaje? Si nzuri? Sitakuwa kama Zakayo. Tuachie hapo. Jina? Michelle Sirila. Haya, Sirila shule gani? Grade ya? 9. Wewe nawe ndoto yako?
Mkulima. Kwenu mna shamba eka ngapi? Kuna eka, sema kweli hatuna eka, lakini ndoto yangu ni kuwa mkulima. Kwa nini? Tunaangalia background ya kwetu. Kuna wakulima wengi ama hakuna mkulima? Yaani kwenu kuna wakulima wengi ama hawako, ndio maana nataka kuwa mkulima wa kwanza? Hakuna. Kwa hiyo nataka kuwa mkulima wa kwanza. Ni zao gani ungependa kupanda? Mahindi, maharage, mtama? Mahindi. Mahindi, alafu unatuuzia. Haya, unaona huyu mkulima sio? Mkulima na pia mfugaji. Kile kilimo, nikuulize swali kuhusu nini? Chagua wewe. Nikuulize kuhusu nini? Elimu, siasa, uchumi, muziki, Kiswahili? Kulima tu. Ukulima. Soil erosion yaitwaje kwa Kiswahili? Hiyo ni nyepesi sio? Soil erosion kwa Kiswahili? Sawa, inaitwa sinyereri, sawa? Inaitwa mmomonyoko wa udongo, sawa? Haya, jina? Chalo. Chalo. Kwa nini umekasirika Chalo? Ama ujala? Chalo. Shule gani, grade ya ngapi? Grade ya shule ya Kisomo. Wewe na shule ya Kisomo Academy. Kisomo. Wewe nayo ndoto yako? Kwa mwalimu. Mwalimu wa somo gani? Kiswahili. Kwa nini? Napenda Kiswahili na rais na nimelelewa kwa Kiswahili. Umelelewa kwa Kiswahili, unakula Kiswahili, unavaa Kiswahili, unakula Kiswahili. Haya, nitajie methali moja unaijua. Kidole kimoja kivunji chawa. Kumaanisha? Hapa vile tuko, kidole katuko mtu mmoja, tunasaidiana watu wengi. Na mpe makofi jamani, kidole kimoja kivunji chawa. Yaani umoja, kidole kimoja akivunji chawa. Ni sawa na methali gani? Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mmeipata hiyo? Huyu ni mkali wao, huyu ni mwalimu wa Kiswahili sio? Na wewe jina? Stacy Wanjiku. Shule gani? Shule binafsi ya Welfare. Hii ndio hii Welfare Junior Secondary School. Grade ya? Grade ya 9. Ndoto yako? Mkuu mkunga wa kisasa. Au mkunga wa kisasa, kwa Kiingereza anaitwa? Gynecologist. Kwa nini? Ningependa kuwasaidia wale ambao hawakaribiwi na wako mbali na hospitali. Kwa hiyo masuala ya kuzalisha. Haya, ndovu huchukua miezi mingapi ndio akazaa? Miaka 2. Miaka 2. Ni ukweli urongo? Hicho kipindi kinaitwaje kwa Kiingereza? What period? Labor. Hapana. Sio labor. Nani ataitwa? Inaitwa gestation period. Sawa. Sawa, mkunga wetu wa kisasa. Tumalize na wewe. Kwa nini umeamua kuwa mwisho? Kwa nini ulikuja mwisho? Unaitwa nani na ni shule gani? Grade ya? Na fule inamaanisha nini? Kwa hiyo utazuia mjomba wako huko juu kidogo, mvua sinyeshe. Tumalize. Haya, Nafula, wewe ndoto yako ni kuwa daktari wa? Kwa hiyo wewe unangoja tu watu upasue vichwa. Sasa tumekosea leo unatupasua. Kama ni mgonjwa wa akili, tunafanya surgery. Surgery inaitwaje Kiswahili? Ujui? Wewe unafanya surgery na ujui nini? Upasuaji. Haya, nikuulize kuhusu nini? Chagua. Swali lolote. Nieleze insha ni nini? Utungo wa upasuaji. Ni utungo wa? Sentensi katika ubeti. Nafula amepata. Jamani, makofi ya washiriki wetu mpaka hapo. Haya. Nafikiri mwalimu mkuu ananiangalia kule nyuma, ananiambia asante, muda umemalizika. Na kwa kumalizia mwanzo tuseme hivi.